Na mshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake zuri na jema linalojielekeza. Na mwisho ni kwamba tunatambua kwamba kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Amen. Kwa kutolewa kwake Yesu msalabani sisi tumepona. Amen, amen. Taomba katika maazimisho haya ya kifo cha Yesu msalabani. Tunafahamu siku ya leo ni siku ya Ijumaa Kuu, ni siku ambayo Yesu aliteswa, alipelekwa msalabani, akasulubiwa hapo, akafa. Kifo chake kilikuwa ni mbadala wa sadaka ambazo tangu awali zilikuwa zikitolewa, sadaka za damu kwa ajili ya utakaso, ponyaji, kibali mbele za Mungu, patanisho na Mungu. Lifika wakati ambapo Mungu amefanya agano lililo bora kati ya Mungu na wanadamu, la kumtoa mwanae pekee Yesu Kristo afe msalabani, damu yake itoshe kwa ajili ya upatanisho wa mwanadamu aliye katika dhambi, apate neema ya ukombozi. Amen, amen. Nitaomba baada ya neno hili tumepita kulisoma, nitaomba tufanye tendo la meza ya Bwana, alafu tutasikia neno zaidi baadaye. Muda huu wale ambao mnaona mnashiriki na wale ambao mnaona hamshiriki, niweze kutoa utangulizi tu wa neno katika Korintho wa kwanza 11 kuanzia ule mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia mwili na damu Bwana. Atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu akijihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambana ule mwili. Maana mstari wa 30, kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa. Lakini tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutanapo mpate kula, mngojane. Haya ni maneno ya Mtume Paulo kwa kanisa la Wakorintho kwa habari ya kushiriki meza ya Bwana. Jambo la kwanza anasema mtu anapaswa kushiriki meza ya Bwana inavyostahili. Akishiriki isivyostahili atakuwa amejipatia hatia yeye mwenyewe. Inavyostahili ni namna gani? Inavyostahili ni mtu awe amejihoji kabla ya kushiriki meza ya Bwana.
anapaswa ajipambanue yeye mwenyewe kabla ya kushiriki meza ya Bwana. Katika Kutoka sura ya 12 kulikuwa na kanuni ya kushiriki meza ya Bwana kwa namna ya kushiriki sadaka ya mwana kondoo iliyokuwa imetolewa kwa habari ya wokovu, kuwaokoa Wanaisraeli kutoka utumwani kwenda nchi ya ahadi. Mungu aliwaagiza Waisraeli kwamba wachinje mwana kondoo, damu yake waipake juu ya miimo ya mlango na pembeni ya mlango. Omba fungue hiyo 12, Kutoka 12. Maagizo hayo yalikuwa yamelenga kuwaokoa Wanaisraeli, lakini si wa Misri. Ilikuwa ni pigo kwa Wamisri, lakini wokovu kwa Wanaisraeli. Tasoma Kutoka 12 mstari nitaanza wa 11. Neno la Mungu linasema, tena mtamla hivi, mtakuwa mmevaa viatu vyenu, miguu na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 14 anasema, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe kati ya nyumba zenu kabisa. Kwa kuwa mtu yeyote atakayekula mkate uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya 7, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya 7 kutakuwa kusanyiko takatifu. Haitafanywa kazi yoyote katika siku hizo, isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula, hiyo tu ifanyike kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu Kristo alishiriki hii ibada au hii kumbukumbu ambayo ilikuwa inafanywa na Wanaisraeli kwa utamaduni, wakikumbuka juu ya wokovu au kuokolewa kwao kutoka utumwani Misri kuja Israeli. Mungu aliwapa mausia au maagizo kama wana Israeli, sio kila mtu, ilikuwa ni kwa wana Israeli tu. Kwa maana hiyo mwana Israeli
alikuwa anaweza akafuata maelekezo kama alivyopewa, kwamba yule mwana kondoo alipaswa kutolewa sadaka, na mara nyingi alitolewa kondoo aliyekuwa karibia na aliyekuwa na mwaka mmoja na aliyekuwa safi. Kwa hiyo huyo alikuwa anatolewa sadaka yake, ya damu yake. Waliagizwa wapake juu ya miimo ya milango na pembeni ya milango, ili malaika akipita asiweze kuangamiza Wanaisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa ni wokovu kwa Israeli, lakini ilikuwa ni adhabu kwa Wamisri. Kwa hiyo maagizo haya hayakuwahusu Wamisri. Maagizo haya yaliwahusu Waisraeli. Kuna mahali hata akasema mtu asiye Mwisraeli asishiriki, isipokuwa kama amenunuliwa na ametahiliwa. Amenunuliwa na ametahiliwa. Kwa Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Wakati ule mwana Pasaka wao alikuwa ni kondoo anatolewa, ili Israeli wapone malaika anapoenda kuangamiza wa Misri. Leo hii badala ya kondoo, Kristo ametolewa msalabani kama mwana kondoo asiye na waa, asiye na ila. Amechinjwa msalabani kama kondoo. Lakini wale ambao walisikiliza neno la Musa na wakaamini na wakatii, walipona katika mapigo yale. Na ndiyo shauku yetu mpaka leo, kwa mtu aaminie, anayemwamini Yesu Kristo, asipate mapigo ya Kimisri, asipate magonjwa ya Kimisri, asipate adhabu za Kimisri, kwa maana yeye ametengwa, ni mtu maalum. Kwa mfano wa taifa la Israeli, mtu aliyeokolewa leo anatengwa mbali na mpigo ya Kimisri. Lakini yule ambaye hataamini, yani hata muamini Yesu, hata mtii, imani na kutii huwa vinaenda pamoja. Na hiki kitu ni lazima Wakristo tukinoti vizuri sana. Kuwa na imani na kuwa na utii. Watu wengi ni rahisi kuwa na imani, lakini wana upungufu wa utii. Ukisoma katika hii Kutoka 12 utayaona maelekezo ya Mungu kwa Wanaisraeli namna ya kumla mwana Pasaka. Ilihitaji sana wawe na imani ya kila wanachoambiwa kuhusu kula, kuhusu damu, namna ya kuitumia. Walielekezwa mpaka kula mboga za majani, na walielekezwa namna ya kula mikate isiwe na chachu, yani isitiwe amila, iwe bila amila, isiyochachushwa. Iliyochachushwa ina tofauti na isiyochachushwa. Isiyochachushwa ina maanisha pasipo uovu, wokovu pasipo uchungu, wokovu uliotakasika, na wokovu uliopokelewa kwa moyo mwanana na umetolewa kwa pendo la Kristo pasipo uchungu. Kwa hiyo walipewa masharti. Hayo masharti yalihitaji imani.
ili kuanza kupractice. Tafute mwana kondoo, uanze kupractice, uanze kutengeneza mkate. Na ilitakiwa kila familia ifanye hivyo. Leo hii tutashiriki meza ya Bwana, tuko kundi. Na hii ni mfano wa agano jipya. Kwenye kitabu cha Matendo tunaona kanisa la kwanza la mitume walishiriki kwa pamoja. Hata Paulo anapoeleza katika Wakorintho hiyo 11 mstari ule wa 27, tunaona maelekezo hayo ni maelekezo ya kuwaelekeza watu wanaoshiriki pamoja. Lakini Musa aliwaelekeza washiriki katika nyumba zao tofauti tofauti, na waliambiwa kama hauwezi ukamaliza, alitakiwa achinjwe mwana kondoo na amalize. Na kama huna uwezo, basi ulihitaji kuchanga na familia nyingine, pengine zingekuwa familia 5 zingeshiriki pamoja, na ile damu ingepakwa kwenye miimo na milango ya watu hao 5. Kwa kila familia ilikuwa inafanya kwa kujitegemea. Kwa hii ilihitaji nidhamu kubwa sana, kwa sababu hakuna kitu cha pamoja. Wakati mwingine tunapofanya kwa pamoja, mtu anaweza akapata ofa kupitia kusanyiko, lakini wale ilikuwa anapaswa yeye binafsi ndiye afanye hiyo, atoe sadaka ya mwana kondoo na damu yake aipake kwenye mimo, na ale kutokana na maelekezo yaliyoelekezwa, sawa sawa na maelekezo. Na ndipo malaika angeweza kupita na kuacha hiyo nyumba salama. Malaika alichokuwa anaangalia, alikuwa anaangalia tu damu ya mwana kondoo. Paka leo hii wapo malaika ambao wanatembea kila mahali, wametumwa na Mungu, wanatumwa na Mungu kumsaidia mtu, wanazunguka kila mahali kumwezesha mtu, wanazunguka kila mahali kumlinda mtu. Hao malaika leo hii hawaangalii damu ya kondoo, wanaangalia damu ya Yesu. Kwa hiyo wanapoiona damu ya Yesu ndani ya mtu aliyemwamini Yesu na kuwa mtii, wanapoiona damu kwenye maisha ya mtu, wanamwepusha na mapigo ya Kimisri, wanamwepusha na magonjwa ya Kimisri, wanamwepusha na ghadhabu ya Mungu. Wanatamia mahali hapo, wanafanya ulinzi. Why? The blood of Jesus. Damu ya lotoko shala basiki. Mapigo ya Kimisri yapo mpaka leo. Mpaka leo yapo. Ni damu ya Yesu tu itatuepusha. Haleluya. Haleluya. Hii ni upande mmoja wa Mungu na malaika zake wanaotumwa kwa ajili ya kutuhudumia, kwa ajili ya kutenda kazi. Wakati yule alipita malaika juu, alipita akaona damu, akapita juu. Ndio maana ya Pasaka. Pasaka ni neno la Kiingereza, pass over. Yaani malaika alikuwa anapita juu ya, anaona damu, anapita juu, anaenda, haoni damu, anapiga mzaliwa wa kwanza. Anaona damu, anapita juu ya nyumba hiyo, haachili mapigo pale. Haoni damu, anapiga mzaliwa wa kwanza. Haijalishi ni Farao, haijalishi ni msaidizi wa Farao, haijalishi ni mwanauchumi wa Misri, wote walipitiwa na pigo. Kwa nini? Hakuna ile damu ya mwana kondoo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kwa upande wa Mungu, Mungu husaidia
anapoiona damu ya mwanaye Yesu Kristo iko ndani ya maisha yetu. Hata shetani, kwa upande wa shetani, anapoangalia damu ya Yesu, ndipo anapoingia mashindano na mtu, ndipo anaposhindwa. Katika Ufunuo 12:11 neno la Bwana linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kisha anza kuyaunganisha haya maneno, kwa damu ya mwana kondoo. Ina maana kuna mtu anamwamini Yesu Kristo. Hiyo ni imani ya kumwamini Yesu kwamba alipigwa, alikufa, akazikwa, akafufuka siku ile ya tatu. Haleluya! Na damu yake ilifanyika ukombozi juu ya maisha yangu. Haleluya! Ile imani, kwa kuamini, kwa kupigwa kwake Yesu, unamshinda shetani. Kwa damu ya Yesu aliye mwana kondoo unamshinda shetani, na kwa neno la ushuhuda wa maisha yako. Sasa unaposikia kwa neno la ushuhuda wao, ina maana ni zile application, ni yale matendo ya utii yaliyokuwa yakifanyika. Shetani anaangalia, huyu mtu amemwamini Yesu, ameamini damu ya Yesu, lakini vipi katika kuyaishi? Sio kama mnanielewa, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu ambaye anashiriki meza ya Bwana lazima aweze kupambanua, aweze kushiriki inavyostahili, kwa kuyajua haya, kwa kujua damu iliyotolewa msalabani, kwa kuelewa kazi yake. Amen, amen. Lakini jambo la pili ni kwamba mtu ni lazima ajitakase. Kushiriki kwa kustahili ni mtu ajitakase. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nasema kuna wengine wamepata madhara kwa kushiriki isivyostahili. Yaani ameshiriki tu akapata madhara, kwamba ashiriki tu wala hajapambanua, anaona kawaida. Unajua madhara yanakuaje? Ni pale ambapo, kama vile wale Waisraeli walipokuwa wanatoka Misri ili waweze kusaidiwa na malaika. Malaika alihitaji kuangalia namna ambavyo mtu amefuata maelekezo yale amepewa juu ya aina ya sadaka aliyotoa. Sadaka aliyotoa ya ile mwana kondoo aliyopaka juu ya mimo, lakini namna ya kutengeneza mikate aliyoshiriki. Malaika yule angeangalia maelekezo yale, angetofautisha kati ya Misri aliyesikia tetesi na Mwisraeli aliye na taarifa kamili. Unajua namna ya utendaji wao ni tofauti. Kama leo hivi, Mwisraeli ambaye amepokea neno la Mungu, mtu aliyepokea wokovu sawa sawa, mtu aliyempokea Yesu sawa sawa, unajua mbingu zinaelewa, lakini hata mapepo yanaelewa. Ndio maana yaliwafahamu wana wa Sekewa. Yakasema, Paulo tunamfahamu na huyu Yesu tunamfahamu, ninyi ni akina nani? Yaani mnafanya copy, ila nini sio original wenyewe, sio watu mlioamini wenyewe. Unajua ni rahisi kupata mapigo kwa sababu unafanya kitu ambacho hakiko na imani na wewe. Na mtu yote anayefanya jambo pasipo imani, Paulo katika Warumi 14 anasema ni dhambi. Kwa sababu kila tendo alifanyalo mtu ni lazima aamini. Na katika Ibrania 11:6
Anasema yoyote anayemwendea Mungu ni lazima aamini kwamba yupo. Haleluya. Na Mungu anapendezwa na watu wanaoamini. Kwa unaposhiriki unapaswa kujihoji. Na kujihoji, angalia, itie tu damu ya Yesu na uamini, then hakuna shida yoyote. Tutapata nafasi hiyo sasa, kila mmoja jihoji na tuende tushiriki. Mungu ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee na udhalimu wote. Katika Isaya 1 anasema dhambi zetu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, na zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufu. Anasema njoni tusemezane. Yeye ni mwaminifu sana, ana kusudi la kupatana na mwanadamu. Na katika Yohana wa kwanza sura ya 1 mstari wa 8 anasema tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya na twamfanya Mungu kuwa ni, lakini tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atatuondolea na udhalimu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bomba na mimi sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Mimi ni Mwisraeli kwa imani, nimefanyika taifa teule, taifa takatifu kwa kukuamini Yesu. Ninaomba damu yako initakase, inioshe siku ya leo. Sikumbuke uovu wangu, unitakase kabisa katika jina la Yesu. Ninatambua mimi ni mwanadamu ninayekukosea mazingira mengi, maeneo mengi. Ninaomba Bwana, ruhusu damu ya Yesu inioshe, initakase kwa jina la Yesu. Naichukia dhambi, naichukia dhambi, ninaivua, ninaiacha mabegani mwa Yesu. Maana neno lako linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawatua. Ninaamini Yesu, natuliwa mizigo yangu, dhambi yangu katika jina la Yesu. Ninajiungamanisha nawe Yesu katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa unasikia maombi yangu.